kwenye ndoa, ana watoto, alafu inatolewa mada, vipi ungesema nini kuhusu ex wako, yani yule mtu wako wa zamani yule aliye nani ameolewa, kumbuka ana ndoa nzuri kabisa. Nasikia yani yule ex yule, yani afie mbali, alichonifanyiaga mpaka leo anakumbuka. It means alipigwa na kitu kizito, balance haiko sawa sawa, hawezi kusahau na hajui. Yeye anaamini kwamba yuko sawa kwa sababu ananena kwa lugha. Na kwa sababu sisi Wakristo tunajanganyikaga sana na kunena kwa nini? Kwa lugha. Kwani kunena kwa lugha nako ni kitu kigumu? Eti mtu wa Mungu, nako kunena kwa lugha ni kitu kigumu? Ninyi ambao hamnenagi kwa lugha, hivi unafikiri wewe huwezi kunena kwa lugha? Tatizo lako wewe, lugha ikija unasema nitakuwa nimeiga, hii sio ya kwangu, hii sio ya kwangu, nitakuwa nimeiga. Ukinena sema mbona sasa nanena kama mwinjilisti wangu, hii nitakuwa nimina, ngoja niache tu, itakujaga siku moja original. Kunena kwa lugha nako ni kazi ngumu. Ni kitu ambacho kinatakiwa kikuue. Okay, sio shida. Kitaka tutakuombea kwa sababu ni kitu simple sana. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Lakini hicho sicho kinachokufanya kwamba wewe uko thabiti na Bwana, kwa sababu unanena kwa lugha. Hata Biblia inasema nijaponena kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo mimi ni takataka kabisa. Kwa sio issue. Sasa sisemi kunena kwa lugha sio muhimu, ni muhimu. Mimi pia nanena kwa lugha na ninapenda kunena kwa lugha na ninajua faida ya kunena kwa lugha, lakini sio kitu kinachoniconfirm kwamba sasa kwa sababu nimenena kwa lugha ndio niko sawa sawa na Mungu sasa.